Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nikwambia vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimeshambulia makazi kwenye mkoa wa Belgorod kwa kutumia zaidi ya ndege zisizo na rubani 60 na vimerusha zaidi ya risasi 15 ndani ya siku iliyopita. Makao makuu ya uendeshaji ya kikanda yameripoti kupitia channel ya Telegram. Katika wilaya ya Borisov, jeshi la Ukraine liliweza kurusha ndege 2 zisizo na rubani na kusababisha uharibifu wa nyumba ya kibinafsi katika wilaya ya Valuik. Vikosi vilipeleka ndege zisizo na rubani 5 na mwanaume mmoja aliyejeruhiwa katika shambulio la ndege zisizo na rubani. Makao makuu ya operation yalithibitisha kwamba baada ya kupata matibabu katika hospitali kuu ya wilaya ya Valuik, aliruhusiwa kwenda hospitalini kwa ajili ya huduma ya wagonjwa wa nje. Vile vile, kufuatia ukombozi wa Ivanopol katika eneo la Donetsk People's Republic, waendeshaji wa ndege zisizo na rubani za Urusi wamepata uwezo wa kulenga na kuharibu vifaa vya kijeshi kwa urahisi huko Konstantinovka, kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Mafanikio ya timu za mashambulizi ya Battle Group South yaliwawezesha kusonga mbele kuelekea nje kidogo ya kusini mwa Konstantinovka na kuzidisha ugumu wa nafasi ya adui ndani ya jiji. Waendeshaji wa ndege zisizo na rubani za kushambulia sasa wanaweza kutambua na kuondoa malengo ya kijeshi ya adui huko Konstantinovka kwa urahisi, wizara hiyo ilisema. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Hapo kwenye uwanja wa kivita nikikupitisha kwenye taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea kushika hatamu zaidi, ni kwamba wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Ivanopol kwenye eneo la Donetsk ndani ya saa 24 zilizopita kwenye operation maalum ya kijeshi, na vikosi vya Urusi pia vimefanya mashambulio makubwa usiku kucha kwenye maeneo ya kijeshi na kiviwanda na maeneo ya nishati ya Ukraine kujibu mashambulizi ya Kyiv ambayo vituo vya raia vinaendelea kupata changamoto, wizara iliweza kuripoti. Na jeshi la Ukraine kwa siku ya Jumanne limepoteza takriban wanajeshi 1345 kwenye mapigano na wanajeshi wa Urusi katika maeneo yote ya mstari wa mbele ndani ya saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Na hii imejumuisha battle group zote ambazo zipo vitani au ziko mstari wa mbele kupambana na jeshi la Ukraine. Vile vile, karibu kaya 1040 katika manispa 4 ndani ya mkoa wa Zaporizhzhia zimeachwa bila vifaa vya umeme baada ya shambulio la Ukraine kwenye miundombinu ya nishati. Gavana wa eneo hilo Yevgeny Balitsky anasema adui amefanya shambulio lingine kwenye kituo cha miundombinu ya umeme. Kukatika kwa umeme kuliathiri takriban kaya 1040 katika manispa ya Tokmak, Vasilievsky, Mikhailovsky na Kuibishevsky katika jiji la Dnipropetrovsk na vitongoji vyake. Kulingana na gavana, vifaa muhimu vya kijamii vinalishwa kutoka vyanzo vya kusubiri. Vile vile, vikosi vya kijeshi vya Ukraine vilifanya mashambulizi 4 ya makombora yakilenga eneo la Jamhuri ya Watu Donetsk katika saa 24 zilizopita. Idara ya DPR kuhusu kurekodi uhalifu wa kivita wa Ukraine imeripoti jumla mashambulizi 4 ya makombora ya Ukraine yalisajiliwa katika saa 24 zilizopita, mamlaka ilisema kwenye taarifa yake ya kila siku. Vile vile, nyumba 2 katika mji wa bandari wa Taganrog nchini Urusi zimeharibiwa vibaya sana wakati wa shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani za Ukraine usiku wa jana mjini na zitabomolewa. Gavana Yuri Slusar anaandika kwenye Telegram. Na kwa usiku mmoja, ulinzi wa anga wa Urusi umeangusha ndege zisizo na rubani 33 za Ukraine kwenye maeneo mbalimbali, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Kumbuka, napokueleza hivi unaweza kuwa unajiuliza, mbona jeshi la Ukraine haliendelei kuisha? Mbona nao pia wanaendelea kujibu mashambulizi kwa namna moja namna nyingine? Nikwambie ni kwa sababu wana battle group tofauti, wana vitengo tofauti ambavyo vipo kwenye vita, kwenye mistari ya mbele na vikipambana kwa namna tofauti, na vyote vinapewa nguvu na ulinzi tofauti. Kwa hiyo battle group fulani inapopigwa, kuna battle group nyingine inaendelea kusonga mbele. Kwa hiyo imegawanyika katika mfumo wa namna hiyo, na pale ambapo wanaonekana kufeli utasikia Urusi ameweza kukomboa maeneo hayo, na pale ambapo amesonga mbele basi utasikia pia Ukraine amefanikiwa kusonga mbele kwenye mistari tofauti ya kivita. Kwa hiyo vita hivi vinaendelea kushika hatamu huko kwenye eneo la bara la Asia, vita baina ya Urusi na Ukraine. Nikwambie pia Moscow imepokea mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kwa Ukraine kupitia njia zisizo rasmi na iko tayari kujadili. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anawaambia waandishi wa habari, tuliupokea kupitia njia zisizo rasmi, haukutufikia rasmi. Hata hivyo, kama vile rais wa Urusi alivyosema, tuko tayari kujadili maudhui yake kwa sababu kuna masuala kadhaa yanayohitaji ufafanuzi, alisema.
wenzetu wa Marekani bado hawajatupa toleo maalum vyombo vya habari vinalifikiria. Wale wanaojihusisha na aina hii ya diplomasia ya megaphone hakika hawafuati malengo mazuri, hawafanyi siri yoyote. Rais wa Faransa Emmanuel Macron amesema hivi karibuni kwamba mpango wa Trump haukubaliki kwa sababu unamaanisha kujisalimisha kwa Urusi. Pia alitaja pingamizi zingine akisema kwamba kila kitu kinapaswa kutegemea nia ya Ukraine ya kuzingatia makubaliano. Wanadiplomasia makini hujadili mambo kama hayo faragani, jinsi yanavyopaswa hadi makubaliano ya mwisho yatakapofikiwa, mwanadiplomasia mkuu wa Urusi alisisitiza. Vilevile kauli ya rais wa Faransa Emmanuel Macron kuhusu Ukraine ni za mtu aliyejitenga na ukweli. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anawaambia waandishi wa habari. Macron ametoa kauli kali sana akisema kwamba Urusi na madai yake ndio tatizo pekee linalohusu Ukraine, kwamba Urusi ipo katika hali ya mzozo wa kimkakati na Ulaya na kwamba wanapaswa kuweka wazi kwamba hawatasalimu amri kwa jeshi linalowatishia. Alisema kwamba anapanga kutuma wanajeshi kwa Kiev na Odessa mara tu swala hilo litakapotatuliwa. Lavrov alisema katika mkutano na waandishi wa habari kufuatia mkutano wa pamoja wa bodi ya wizara ya mambo ya nje ya Urusi na Belarus. Kulingana na mwanadiplomasia mkuu wa Urusi, kauli za Macron ni ndoto tu ambazo hazina uhusiano wowote na juhudi za kuleta amani. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Umesikia swala zima la mpango wa megaphone ambao waziri wa mambo ya nje wa taifa la Urusi Sergei Lavrov ameweza kuzungumzia. Ni mpango ambao ameendelea kuukosoa zaidi kwa namna ambavyo unaendelea kwenda au kwa namna ambavyo unaendelea kuchukuliwa. Na nikueleze tu kwa wewe ambao ulikuwa ufahamu, megaphone hii ni aina diplomasia, tunaita megaphone diplomacy. Ni aina diplomasia ambapo mataifa au viongozi wanatumia vyombo vya habari na kauli za hadharani badala ya mazungumzo ya faraga, na hushinikiza au kushawishi upande mwingine. Mara nyingi hutumia lugha kali, shutuma au vitisho, na mara nyingi huongeza mvutano badala ya kuleta suluhu. Na ukitazama asili ya neno hili megaphone diplomacy lilianza kutumika wakati wa vita baridi. Tunazungumzia Cold War, hasa kwenye mivutano kati ya Marekani na Umoja wa Kisovieti, na mfano maarufu ni kauli ya Rais Ronald Reagan aliyoita USSR Evil Empire. Na diplomasia inayofanyika kupitia press release, matangazo ya vyombo vya habari au mitandao ya kijamii badala ya mazungumzo ya moja kwa moja, lengo linakuwa ni kulazimisha upande mwingine ukubali msimamo fulani kwa shinikizo la hadharani. Na sifa kuu ni kwamba mfumo huu wa megaphone diplomacy hutumia lugha kali na ya moja kwa moja na hufanyika hadharani kupitia vyombo vya habari au mitandao ya kijamii, na mara nyingi inaleta mvutano na mgawanyiko badala ya maelewano. Na faida yake hii ni ndogo sana. Inaweza kuonyesha msimamo kwa taifa kwa wazi, na inatoa shinikizo la kisiasa kwa upande mwingine kupitia maoni ya umma, lakini hasara yake ni kubwa kwa sababu inaongeza migogoro na uhasama na inapunguza nafasi ya mazungumzo ya siri na ya kidiplomasia. Na mara nyingi huchukuliwa kama mbinu isiyo na tija kwa sababu inaleta majibu ya kihisia badala ya suluhu ya kiutendaji. Hii ndio inaitwa megaphone diplomacy. Na katika dunia leo, mitandao ya kijamii imefanya megaphone diplomacy kuwa ya kawaida zaidi, na viongozi hutumia Twitter, television, vyombo vya habari kutoa shutuma za moja kwa moja kwa wapinzani wao, jambo ambalo linaweza kusababisha kuongezeka kwa mvutano wa kidiplomasia. Kwa hiyo megaphone diplomacy ni diplomasia kupiga kelele hadharani badala ya kuongea kwa utulivu mezani. Ni mbinu ambayo inategemea shinikizo la umma na mara nyingi huleta migongano zaidi kuliko suluhu. Kwa hiyo ni megaphone diplomacy. Sasa nikwambie, nimekueleza juu ya megaphone diplomacy. Inatumika sana na viongozi wengi, hata Tanzania kwa kinachoendelea pia megaphone diplomacy inaendelea kutumika, na ndio maana inaendelea kuleta ghadhabu kwa raia wake wa Tanzania juu ya kile ambacho kilitokea Oktoba 29. Na viongozi wengi wamekuwa kitumia, hata Trump amekuwa kitumia, na hii huwa wanaitumia kutaka kujua pia hata upande wa pili unakwendaje, wanafikiria nini hawa na mengineyo mengi. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Sasa kwingineko ni kwamba kauli za rais wa Faransa Emmanuel Macron kuhusu Ukraine ni za mtu aliyejitenga na ukweli. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anawaambia waandishi wa habari. Macron ametoa kauli kali sana akisema kwamba Urusi na madai yake ndio tatizo pekee linalohusu Ukraine, kwamba Urusi ipo katika hali ya mzozo wa kimkakati na Ulaya na kwamba wanapaswa kuweka wazi kwamba hawatasalimu amri ya kijeshi au kwa jeshi linalowatishia. Alisema kwamba anapanga kutuma wanajeshi kwa Kiev na Odessa mara tu swala hilo litakapotatuliwa. Lavrov alisema katika mkutano na waandishi wa habari
kufuatia mkutano wa pamoja wa bodi ya wizara ya mambo ya nje ya Urusi na Belarus. Kulingana na mwanadiplomasia mkuu wa Urusi, kauli za Macron ni ndoto tu ambazo hazina uhusiano wowote na juhudi za kuleta amani. Vilevile waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anaamini kwamba makubaliano kati ya Ukraine na Ufaransa ya ununuzi wa ndege 100 za kivita za Rafale hayawezi kutathminiwa kwa kuzingatia busara ya kawaida. Siwezi kutoa maoni kuhusu hali hiyo kutoka kwa mtazamo wa busara ya kawaida, anasema kwenye mahojiano na chama cha mazungumzo cha Ufaransa na Urusi kilichorekodiwa kwenye YouTube mnamo Novemba 21. Mwanadiplomasia huyo mkuu alisema kwamba makubaliano hayo yalijumuisha ndege 100. Anasema nadhani yeye Zelensky anapenda tu nambari 100, alisema kwa kejeli. Waziri huyo mambo ya nje aliorodhesha mifano mingine. Zelensky alisaini makubaliano ya miaka 100 na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer hivi majuzi. Iligundulika kuwa euro milioni 100 nyingine zilitumika kuwahonga maafisa wa fisadi. Vile katibu wa jeshi la Marekani Daniel Driscoll amegairi safari yake kwenda London kwa mazungumzo na upande wa Ukraine kutokana na mwitikio wa EU kuhusu uvujaji wa mpango wa utatuzi wa migogoro wa Marekani. The Wall Street Journal linaripoti likinukuu vyanzo. Kulingana na chombo hicho cha habari, Driscoll alipangwa kuruka hadi mji mkuu wa Uingereza baada ya kutembelea Kiev mnamo Novemba 19. Duru ya pili ya mazungumzo ilipangwa London katika mazingira rasmi zaidi. Baada ya jibu kali kutoka EU, Driscoll aliamua kwenda Geneva ambapo katibu wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na mjumbe maalum wa Rais Donald Trump wa Marekani Steve Witkoff walijiunga naye. Vilevile ujumbe wa Ukraine umekubaliana na Marekani kuhusu masharti ya makubaliano ya amani yanayowezekana, ABC News inaripoti kimnukuu afisa wa Marekani. Wa Ukraine wamekubaliana na makubaliano ya amani, afisa huyo alisema, na kuongeza, kuna maelezo madogo ya kutatuliwa lakini wamekubaliana na makubaliano ya amani. Politico iliripoti mapema ikinukuu vyanzo kwamba katibu wa jeshi la Marekani Daniel Driscoll angewapa maafisa wa Urusi mpango wa pointi 19 badala ya toleo la pointi 28 katika mkutano huko Abu Dhabi siku ya Jumanne. Vile Urusi inapendelea kufuata diplomasia badala ya kutikisa ulimi wake kuhusu suluhu ya Ukraine. Waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov anasema akitoa maoni kuhusu ripoti za vyombo vya habari vya Magharibi kwamba mazungumzo ya Urusi na Amerika kuhusu Ukraine yanaripotiwa kufanyika huko UAE. Mbinu yetu ni tofauti. Kama nilivyokwisha sema, kuna njia za mwingiliano na Marekani, lakini tunapendelea kushiriki katika diplomasia badala ya kutikisa ulimi wetu katika jaribio la kuchochea na kudhoofisha mipango mizuri na yenye matumaini, aliuambia mkutano wa waandishi wa habari. Vilevile maafisa wa EU walikasirika sana baada ya kujua kuhusu mpango wa amani wa Washington kwa Ukraine na wakampigia simu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ili kumpa taarifa ya mawazo yao. Gazeti la Wall Street Journal linaripoti likinukuu vyanzo. Kulingana nao, baada ya mpango huo kuvuja wiki iliyopita, ikulu ya White House ilikabiliwa na mgogoro wa ghafla. Hati hiyo iliwashtua serikali za Ulaya na wafuasi wa Kiev katika bunge la Marekani, gazeti hilo linaandika. Shukran kwa Babu Kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.